Hii ndiyo operation ya siri ya Marekani iliyoteketeza vituo vya nyuklia vya Iran. Wiki hii vita ya Iran na Israel imeendelea, lakini muda huu ni kwamba Marekani amejiingiza moja kwa moja katika mzozo huu. Wachambuzi wa masuala ya kisiasa na kidiplomasia wanakiri kwamba Marekani amekuwa mshirika wa muda mrefu wa Israel, na ukimsumbua Israel umeigusa Marekani moja kwa moja. Sasa basi, siku ya Jumapili, yani Juni 22 mwaka 2025, mkuu wa majeshi ya Marekani Jenerali Dan Kane alizungumza na waandishi wa habari kuhusu operation maalum iliyoteketeza vituo vitatu vya nyuklia. Operation hiyo ni nini? Karibu uweze kuijua. Operation ya vituo vitatu. Operation hiyo iliitwa Operation Midnight Hammer. Ilizihusisha ndege 7 za kivita za Marekani aina ya B-2 Spirit bomber zilizosafiri kwa zaidi ya saa 37 kutoka Marekani hadi Iran kwa ajili ya kuteketeza na kutekeleza shambulizi dhidi ya vituo vitatu vya nyuklia nchini humo ambavyo ni Fordo, Natanz pamoja na Isfahan. Hii kitu ilifanyika usiku wa manane, lakini kabla ya mabomu kurushwa kutoka kwenye ndege za kivita, makombora kadhaa yalirushwa na jeshi la majini la Marekani kutoka kama ilivyoonekana kwenye picha hii unayoiona, na yalirushwa mabomu 14. Kwa nini operation hii ni ya siri? Inaitwa operation ya siri kwa sababu ya namna ambavyo inapangwa na kutekelezwa kwa ustadi mkubwa wa kijeshi bila kugundulika, huku ikitumia mbinu za kijasusi kabisa na teknolojia ya kisasa. Ni operation iliyohusisha maofisa wachache wa juu wa jeshi na serikali ya Marekani. Hizo ndege aina ya B-2 Spirit bomber ni ndege ambazo haziwezi kugunduliwa kwa urahisi na rada, na ziliruka kwa usiku kwa urefu wa juu sana ili kuzuia kugunduliwa kwa macho au kwa vifaa vya miale ya joto. Lakini pia kilifanyika mashambulizi ya mtandao ili kuzima rada, yani GPS, na mifumo ya kuongozea Iran ili zisiweze kutambulika wakati wa mashambulizi yake. Je, Marekani anaipindua Iran? Kwa upande wa waziri wa ulinzi wa Marekani, Pete Hegseth, alisema operation hii haikuwa kwa ajili ya kuondosha utawala wa Iran na kiongozi wao Ayatollah Khamenei. Akasisitiza kwamba juhudi hii ya kivita ilikuwa ya kuondoa tishio la kinyuklia ambalo Iran inayo. Rais Trump alisisitiza kwamba aliipa Iran siku 60 kuketi kwenye meza ya mazungumzo na kuafikiana katika makubaliano kudhibiti uwezo wao wa kuwa na silaha za kinyuklia. Iran kamwe haiwezi kukubaliwa kumiliki silaha hizo, alisema waziri huyu wa ulinzi wa Marekani. Trump anaionya Iran ikifurukuta. Mbali na Marekani kufanya mashambulizi haya, Rais Trump ametoa onyo kwa Iran kwamba kulipiza kisasi kutakabiliwa na matumizi ya ziada ya nguvu. Na ifahamike tu kwamba Marekani ana jeshi kubwa katika Mashariki ya Kati, likiwa na ndege za kivita, meli za kivita ambazo zinaweza kutumika kwa madhumuni ya kujihami. Ingawaje sasa, Juni 23 mwaka 2025, Wizara ya Ulinzi ya Taifa la Qatar ilisema iliyanasa na kuyadungua baharini makombora 11 kati ya 12 yaliyorushwa na Iran kuilenga kambi ya anga ya Al-Udeid inayoendeshwa na Marekani, ambapo kombora pekee ambalo halikudunguliwa liliangukia katika kambi hiyo, lakini halikusababisha hasara yoyote. Hii ndio Operation Midnight Hammer, Marekani na Israel dhidi ya Iran. Maoni yako ni yapi? Nione kwenye comment hapo chini, itakuwa swadakta sana. Hii ni VOT Updates, wakati wote sisi tumechangamka. Hamasa ni kuendelea kusubscribe katika YouTube channel ya kwetu. Subscribe kwenye YouTube VOT Media, subscribe, like, comment, share kwa ndugu jamaa na marafiki, ili siku zote wasiweze kupitwa na taarifa zote muhimu ambazo zinakuwa zinatoka kwetu.